Alizaliwa Machi 2 msimu wa mwaka 1988 huko Zimbabwe. Ana urefu wa mita 1.76. Nafasi yake uwanjani akicheza kama midfielder. Mwamba huyu ni miongoni mwa wachezaji walioshawahi kufanya vizuri katika vilabu mbalimbali kama vile Jumbe, Sundowns, Power Dynamos, Platinum, Young Africans, Zesco na Nkana, hata katika timu yake ya taifa ya Zimbabwe. Je, unamjua ni nani? Ni miongoni mwa midfielder bora kuwahi kutokea kwenye ligi ya NBC Premier League na amefanya vizuri sana katika hivyo vilabu baadhi nilizokuambia. Ukitaka kumjua mwamba huyu kiundani zaidi, basi kaa kwa kutulia, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili kumjua mwamba huyu. Msimu wa mwaka 2007 mpaka pale 2008 alibahatika kujiunga na klabu ya Jumbe Sundowns, miongoni mwa vilabu vinavyofanya vizuri, na huyu mwamba akiwa miongoni mwao. Msimu wa mwaka 2007 hadi 2008 alionyesha kiwango cha hali ya juu na kuweza kufanya vizuri sana kwenye hiyo ligi, sio tu kwa kutoa pasi, hata kufunga magoli ya ajabu, goli ambalo unaweza ukachukua kama kebani ukienda ukweni kumchumbia mtoto wa kike. Usimkatie mtu tamaa. 2009 mpaka pale 2010 mwanzoni, mwamba huyu alibahatika kucheza katika klabu ya Underhills United. Katika klabu hiyo mwamba huyu alibahatika kucheza msimu mmoja tu baada ya kuonesha kiwango cha hali ya juu na cha kuvutia katika timu hiyo. Vilabu mbalimbali vilitaka kuinasa saini yake na hatimaye akaamua kwenda kujiunga na klabu ya Dynamos. Ilikuwa msimu wa mwaka 2010. Na katika klabu ya Dynamos mwamba huyu amebahatika kucheza mechi takriban 80 huku hakuibahatika kuingia nyavuni hata mara moja. Ni miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri sana na kuandika historia kubwa kabisa katika klabu ya Dynamos na kwenye ligi hiyo ya wanayokushiriki Power Dynamos. Je, unamjua mchezaji huyu ni nani? Wengi wanatamani kumjua mwamba huyu ni nani. Basi usijali, wewe nifuatilie kuanzia mwanzo mpaka tamati, utajua kiundani zaidi. 2011 mwamba huyu hadi pale msimu wa mwaka 2015 alibahatika kujiunga na klabu ya Platinum. Katika klabu hiyo alihudumu takriban misimu 3 hadi 4 katika klabu hiyo. Baada ya kuonesha kiwango bora cha bila kushuka cha mara kwa mara, mwamba huyu akaamua tena kutoka katika klabu ya Platinum na kwenda kujiunga na klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam kuanzia pale msimu wa mwaka 2015 hadi msimu wa mwaka 2019. Mwamba huyu alionyesha kiwango bora kabisa. Jina lake lilitajwa na kutukuzwa kama Yesu alivyofufuka kutoka msalabani. Wengi walijiuliza mwamba huyu amekuja kwa namna gani, lakini mimi naweza nikakwambia ni miongoni mwa wachezaji bora kuwahi kutokea kwenye ligi ya NBC Premier League ya hapa nyumbani Tanzania. Umaarufu wake wa kusakata kwa kabumbu ulikuwa wanamfananisha wengine kama vile Awesu, Ali Awesu, Kip Dennis Prosper, hata vile usukaji wao ulikuwa unaendana fulani hivi. Lakini mwamba huyu msimu wa mwaka 2019 hadi 2022 akaamua kwenda kujiunga na klabu ya Zesco United, na katika klabu hiyo alidumu pia ndani ya misimu kadhaa tu mpaka pale msimu wa mwaka 2022 akaamua kujiunga na klabu ya Nkana, na katika klabu hiyo ameonekana kuwa miongoni mwa wachezaji wanayefanya vizuri katika klabu hiyo. Sio tu kucheza, hata pasi za maajabu anaweza kupiga chenga mithili ya kwamba anachambua mchele. Mwamba huyu
anaweza kuzipiga, lakini alishawahi kufunga goli la maajabu sana. Ukitaka kujua, fuatilia rekodi yake akiwa katika klabu ya Young Africans, utamjua kiundani zaidi. Lakini mwamba huyu alishawahi kucheza katika timu ya taifa, yani timu yake ya taifa ya Zimbabwe, kuanzia pale msimu wa mwaka 2009 mpaka hivi sasa, akikadiriwa kucheza mechi takriban 11, huku hakubahatika kuingia nyavuni hata mara moja. Kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Langu jina ni Razak Mkuruma. Hii ni Simulizi Dhahiri TV. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kujipatia nyakala mbalimbali za wachezaji, lakini pia na taarifa mbalimbali.